السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ahibana fillah, ndugu zangu katika iman, tukiwa tupo katika mwendelezo wa kitabu chetu ambacho tulichokianzisha cha nini maana ya funga na mabora yanayopatikana ndani ya funga. Ama al-yawm, ndugu zangu katika iman, ama leo hii tutaendelea na kukumbushana kuhusu tutakumbushana kuhusu ma yufsidu ma yu'dharu bitarki as-siyam, ay man yu'dhar, kwa nani ambaye anapewa udhuru bitarki as-siyam, kwa kuacha funga. Ni wakina nani au ni watu wa sampuli hipi ambao wanapewa udhuru kutokana na kutokufunga? Mtu wa kwanza, ay yu'dharu bitarki as-siyam fi shahri Ramadhan. Mtu wa kwanza ambaye anapewa udhuru katika kuacha kufunga ni al-marid. Mtu wa kwanza, ndugu zangu katika imani, ni mgonjwa. Alladhi yashukku alayhi as-siyam, ambaye anashuku nafsi yake, anahofia ndani ya nafsi yake ya kwamba akifunga hatapata madhara. Fayustahabbu lahu an yuftira, basi mtu huyo, ndugu zangu katika imani, ni wajibu kwake kula. Sheria imemruhusu, amepewa kibali na sheria ya kwamba mtu huyo ale. Na mtu wa pili, ndugu zangu katika imani, almusafir, msafiri, mwenye kusafiri, vile vile sheria imempa udhur. Alladhi, msafiri ambaye halla alayhin, ay alayhi ramadhani, ameanza safari yake, ay wa alayhi ramadhani, na ramadhani iko juu yake. Wa huwa fi safarin, ramadhani yani kasafiri na hali ya kuwa ramadhani ipo mbele yake. Katika safari yake ameisafiri, ramadhani imemkuta, au nashaa safaran, au ameianza safari na ramadhani fi athnai shahri, katikati ya mwezi. Mtu huyo vile vile amepewa udhuru na sheria ya kutokufunga. Na mtu wa tatu, ndugu zangu katika iman, ni alhaid, ni mtu mwenye hedhi, wanufasai, na mtu mwenye nifasi. Hao ni watu ambao sheria ya dini yetu ya Kiislamu wapa udhuru watu hao kuto kufunga mwezi wa Ramadhani. Ay yuharrimu alaihima, watu hao wenye hedhi na wenye nifasi wameharamishwa ay as-siyamun, kufunga, muddatul haidhi, maadamu wapo katika nini, hedhi yao. Wanifasi, na mtu mwenye nifasi vile vile. Liqauli Aisha radhiyallahu anhu, na ushahidi wa maneno haya ni kauli ya bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anasema ya kwamba kana yusibuna dhalika, kwamba jambo hilo la hedhi lilikuwa likitupata, ay fanu'maru, ay tukaamrishwa, ay biqada'i as-sawm,
tufunge, bimaana tulipe saumu. Wala nu'maru, na wala hatukuamrishwa biqada'i salati, kulipa swala. Na jambo lingine ahibana fillah, ndugu zangu katika iman, ambalo watu ambao wamepewa udhuru, jambo la 4 ni almaridhu, ni mgonjwa ambaye la yarja, ataraji kupona ugonjwa wake, bimaana ugonjwa wake ni ugonjwa ambao ni endelevu. Mtu huyo sheria ya Uislamu imempa udhuru mtu huyo. Na mtu wa 5 ndugu zangu katika imani ni alkabirun alharim, ni mkongwe, bimaana ni mzee, mtu mzima, kikongwe, mtu mzima. La yastati'u as-siyamu as-sawmun, ambaye hawezi kufunga. Fahadha yuftiru wa yut'imun, bimaana mtu huyo atakula kwa ule uzee wake kuwa ni mkubwa, bimaana hana uwezo wa kufunga tena. Ni mtu ambaye anaanikwa juani, anatolewa, bimaana anabebwa, anapelekwa juani, kisha jioni anarudishwa. Mtu huyo hana uwezo wa kufunga. Mtu huyo hana uwezo wa kufunga. Ndugu zangu katika imani, sheria ya dini ya Kiislamu imemkataza mtu huyo kufunga. Ay wa yut'imu an kulli yawmin, bimaana mtu huyo mwenye uzee atawalisha an kulli yawmin, kila siku, miskinan, maskini, wala qada'u alayhin, wala mtu huyo hatoripa saumu au siku ambazo alizokuwa akila. Wa mtu wa 6 ndugu zangu katika iman ambaye ametajwa na sheria ni alhamil, ni mtu ambaye alhamil ni mwenye mimba, walmurdi, na mwanamke mwenye kunyonyesha. Watu hao idha khafata, watakapokuwa sasa wana hofu ndani ya nyoyo zao, an nafsi, katika nafsi zao, ala waladihima, juu ya watoto wao, bimaana juu ya watoto, min dhararin, kutokana na madhara, kwamba nina mimba, ana mimba mwanamke, akawa anaogopa katika nafsi yake ya kwamba nisipokula nitapata madhara kadha kadha wa kadha kutokana na ujauzito niliokuwa nao. Na mtu mwingine bimaana na mwenye hamil, bimaana mwenye kunyonyesha, almurdhi, na mwanamke mwenye kunyonyesha akawa na hofu ndani ya nafsi yake ya kwamba huyu mtoto nisipomnyonyesha atapata madhara 1, 2, 3. Mtu huyo sheria ya dini ya Kiislamu, ndugu zangu katika imani, imemkataza au imempa udhuru na kuto asifunge. Na mtu mwingine bimaana wao ndio watu ambao waliotajwa na sheria, ndugu zangu katika imani. Wakadhalika ahibana fillah, na vile vile ndugu zangu katika imani, jambo lingine ambalo linapendeza, bimaana jambo ambalo linafuata baada ya hapo ni mufsidati as-sawm, vitu vyenye kuharibu saumu. Ni vitu gani ndugu zangu katika imani vinavyoharibu funga ya mwenye kufunga? Hunaka ashiyaun kathir, kuna vitu vingi ndugu zangu katika imani ambavyo vinamfanya mtu saumu yake iweze kuharibika, na akifanya vitu hivyo saumu yake itakuwa ni batil. Na miongoni mwa vitu hivyo ndugu zangu katika imani, jambo la kwanza alilolitaja Sheikh, alisema ya kwamba jambo ambalo limetajwa katika kitabu hichi, anasema aljimaa, mtu kufanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani, mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mtu huyu akifanya vitu kama hivyo, batala siyamuhu, basi afahamu ya kwamba saumu yake inabatilika kwa kule yeye tu kufanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa alayhi al-imsak, na vile vile mtu kama huyo ataendelea, si amefanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani mchana, ataendelea na siku hile kujizuia na kula, bimaana na kujizuia na kula
mpaka itakapofika wakati wa kufuturu. Wa alayhi tauba, na vile vile mtu kama huyo aliyofanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani, alayhi tauba, ana tauba wal istighfari, bimaana atakiwa afanye toba na aombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kule yeye kufanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa yuqdi hadha al-yawm, na atalipa siku ile ambayo alladhi jami'un fihi, ambayo aliyofanya jimai katika siku ile. Wa alayhi al-kaffara, basi na mtu huyo afahamu ya kwamba aliyefanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani ya kwamba alayhi al-kaffara, bimaana juu yake ana kafara ya kuitoa. Na jambo la kwanza katika ile kafara ambazo zinampaswa mtu aliyofanya jimai ndani ya mwezi wa Ramadhani ni isquhu raqaba, ni mtu kumwacha mtumwa. Katika zama zetu hizi mambo ya watumwa hayapo. Na jambo lingine, ai fa illam yajidu, hiwa kupata watumwa, bimaana jambo hilo halipo, basi swama shahraini mutatabi'aini, basi mtu huyo atafunga miezi miwili mfululizo. Hii ndiyo kafara ya yule ambaye aliyefanya jimai ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na fa illam yastati, ikiwa hatoweza, hatopata, bimaana hata hana uwezo wa kufunga siku, bimaana miezi miwili mfululizo, yawezi kufunga miezi miwili mfululizo, ai at'imun 60 miskina, bimaana atawalisha maskini 60, atawalisha maskini 60, ai likulli miskini, kwa kila maskini mmoja, ai nisfu saa, atatoa nusu ya pishi, ai min burrin au ghairihi, kutokana na ngano au na vinginevyo katika vyakula ambavyo vinavyoliwa katika mji wake. Na jambo lingine ndugu zangu katika imani ambavyo ni katika mufsidati as-sawm, ni vyenye kuharibu funga ya mfungaji, ni al-inzal al-mani, ni mtu kutokwa na manii. Kutokwa na manii kwa sababu bisababi takbilun, kwa sababu ya kumbusu, ya kubusu, imma mbusu mke wake, au afanye ambusu yoyote, lakini japokuwa ni haramu kwa mtu ambaye hajaoa, vile vile kumbusu asiyokuwa halali yake. Na vile vile wal mubasharatan, na kumgusa mwanamke asiyokuwa halali yake, au ni halali yake kamgusa ikapelekea katokwa na manii, mtu huyo saumu yake inaharibika. Awil istimna, au kufanya kujitoa manii, au tikrari nadhari, au kukithirisha mwanaume kumtazama mwanamke. Hiyo ni vitu ambavyo vinaharibu funga ya mfungaji ndugu zangu katika imani. Na jambo lingine la tatu, ahibana fillah, ndugu zangu katika imani, ni al-aklu washurbe, ni kula na kunywa, ai mutaammidan, ukila au ukinywa kwa maksudi, fahamu ya kwamba hauna funga. Lakini sasa ikitokea sasa umekula au umekunywa hali ya kuwa hufahamu, kwa bahati mbaya, funga yako utaendelea kufunga hata kama umekula umekunywa, yeyote ni Allah tabaraka wa taala. Ndiyo kuna hadithi aliyopokea kutoka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba kula na kunywa ni kwa ajili ya Allah. Allah ndiye kusababisha kula au kunywa, ni sababu ya Allah tabaraka wa taala fanya vile, inatokana na Allah tabaraka wa taala. Anasema jambo lingine la tatu ndugu zangu katika imani, al istikhraju dami, ni kutokwa mtu na damu, imma damu, mtu kutoka na damu, bihijamatin, au damu ya hijama. Damu ya hijama ndugu zangu katika imani ni damu ambayo inaharibu funga ya mwenye kufunga. Kufanyiwa hijama mtu, maana kufanyiwa mtu chuku, inaitwa kupigwa chuku, ni jambo ambalo linaharibu funga ya mwenye kufunga.
liqauli nabii sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake aliyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, alisema ya kwamba ai kwa fil hajim, kwa mwenye kufanyiwa hijama, ai aftiru alhajim walmahjum, hakika amefungua mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa hijama. Ni vitu ambavyo ndugu zangu katika imani vinavyoharibu funga ya mfungaji. Na qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, kisha akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwamba wal qawl bi anna al-hajima, hakika kauli ya kwamba mwenye kufanyiwa hijama ai tuftiru, bimaana amefturu, ni madhhabin akthar, ni madhehebu nyingi ambazo zinaelezea vitu kama hivyo. Wal fuqaha al hadith, na mafaqihu wa hadithi wanasema ya kwamba amefungua mwenye kufanya hijama, kama vile ka Ahmad ibn Hanbali, kama vile al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ishaq ibn Rahoya wa ibn Jari wa ibn Khuzaima, au wote wanasema kwamba aliyofanyiwa hijama au mwenye kufanya hijama saumu yake imebatilika, wa ibn Mundhir wa ghairuhum na wengineo. Wa amma ay khuruju dam, amma kutokwa mtu na damu bighairi qasdi, pasina makusudio, labda kaumia jeraha katika kutembea kwake, mara kajikwaa sehemu damu zimetoka, hilo jambo ndugu zangu katika imani haliharibu funga ya mtu, haliharibu funga ya mtu. Na jambo la tano ndugu zangu katika imani ni at-taqyi'u, ni mtu kujitapikisha. Ni jambo ambalo linaharibu funga ya mtu, ni mtu kujitapikisha. Imma ni kule kujitapikisha mtu kwa maksudi, akaingiza kidole katika koo yake au katika mdomo wake, ikawa ni sababu ya kutapika mtu huyo, saumu yake inabatilika. Lama ikiwa imetokea mtu katapika kwa bahati mbaya, fahamu ya kwamba saumu yake bado hipo. Na jambo lingine ndugu zangu katika imani, hayo ndiyo mambo ambayo yanaharibu funga ya mfungaji. Ama mustahabati asiyamu, ni vitu gani ambavyo vinapendeza katika funga ya mfungaji? Kuna vitu ambavyo vinapendeza kwa funga, kwa mtu mwenye kufunga. Ni vitu gani ndugu katika imani? Bimaana jambo la kwanza ambalo linapendeza kwa mwenye kufunga ni as-sahuri, ni jambo la daku ndugu zangu katika imani. Lihadithi Anas ibn Maliki, kwa hadithi ya Anas ibn Maliki radiyallahu ta'ala anhu, anasema annahu qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ay tasahharu fa inna fi sahuri baraka, kuleni daku, kwa hakika ndani ya daku kuna baraka ndani yake. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, jambo la kula daku ni ibada kubwa, na ubora unaopatikana ndani ya daku, kuna baraka nyingi ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka ndani ya daku. Kwa hiyo tukithirishe vile vile kula daku, tuamke na daku. Sio mtu kamaliza kusali kaenda kula daku, bimaana kala chakula baada hapa kumaliza kusali akawa ni mwenye kula chakula akasema ni daku. Daku haihesabiki. Daku inahesabika ni mtu kitendo cha kulala na kuamka, daku ndio inahesabika, hiyo ni daku. Jambo la pili akasema kwamba aitakhiru sahuri, ni mtu kuchelewesha kufuturu, fa illam bimaana ma lam yakhsha tuluu al-fajri, maadamu alikuwa ana hofu ya nini? Ya jua kuchomoza. Jambo lingine la tatu akasema Sheikh ya kwamba ni tajilu al-fitri, ni mtu kuwaisha katika jambo la kufuturu, ni jambo ambalo linapendeza kwa mfungaji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati, au toacha kuwa umma wangu, ai bi khairin, kuwa katika jambo la khairi,
Kwa sababu gani? Umma wake hautoacha kuwa katika jambo la kheri. Ma akharu wasahuri, maadamu wanachelewesha daku, waajalu alfitri, na wanawaisha katika jambo la kufuturu. Bimaana umma wake hautoacha kuwa na kheri. Bimaana mwenye kufanya jambo hilo au mambo hayo ni mambo ambayo yatampelekea kuzipata kheri za Allahu tabaraka wa taala. Na jambo la 4 ndugu zangu katika imani, almustahabba, katika mambo ambayo yanayopendeza kwa mwenye kufunga ni an yuftira ala ratbin, ni mtu kufuturu na ratbi. Ni aina ya tende hii. Ai fa in lam yajidu, kiwa kupata hiyo ratbi, ai fa'ala tamri, basi tafuturu na tende. Ai fa in lam yajidu fa'ala ma'i, ikiwa kupata basi tafuturu kwa maji. Li kauli nabii sallama, kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallama, kana rasulullah sallama yuftiru ala ratbatin, alikuwa bwana mtume sallama akifuturu na ratbatin qabla an yusalli, kabla hajasali. Fa in lam yakun ratbati, ikiwa kupata ratbi, fa'ala tamratin, alikuwa akifuturu na tende. Ai fa in lam takun hasana, ikiwa kupata hiyo mtume sallama alikuwa akifuturu na maji. Na jambo la 5 ndugu zangu katika imani linalopendeza ni yustahabu lisaimi, linapendeza kwa mwenye kufunga, an yad'u anhu inda alfitri, ni mtu kuomba dua wakati ule anayefuturu. Ni kauli nabii sallallahu alaihi wasallama, kwa ushahidi wa maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema kwamba ailisaimun inna lisaim, hakika mwenye kufunga, inda fitrihi, wakati wa kufuturu kwake, da'watan la turaddu, hakika mwenye kufuturu ana dua, akiomba dua wakati ule, Allahu tabaraka wa taala airejeshi dua ya mfungaji. Na jambo la 6 ndugu zangu katika imani ni al-iktharun min ibadati, ni katika jambo la kukithirisha kufanya ibada, ai bi anwa'iha, kwa aina sampuli mbalimbali za kufanya ibada, ai kama vile qiraatu alqurani, kama vile kuisoma Qurani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ni vitu ambavyo vinapendeza sana kwa Muislamu. Jambo lingine linapendeza kwa Muislamu ni kusoma Qur'an kama tulivyosema, wa dhikrullah, na kumtaja Allahu tabaraka wa taala, wa qiyamul layli, na kusimama usiku wa qiyamul layli, ai wa salatu tarawih, na sala ya tarawih, na sala ya tarawih ndugu zangu katika imani ni vitu ambavyo vinavyopendeza kwa mwenye kufunga. Na sunani ar-rawatibi, na sunna za kusali, wa sadaka, na sadaka vile vile ni vitu ambavyo vinapendeza kwa mfungaji ndugu zangu katika imani. Wa bihadha nas'alullah al-azima an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.